Kupitia operations zilizofanyika mwezi Disemba 2025 tumekamata kilogram 9689.833 za dawa mbalimbali za kulevya, pikipiki 13, magari matatu, watuhumiwa 66 wamekamatwa kuhusiana na uhalifu huo. Jijini Dar es Salaam katika operation iliyofanyika Sinza C, mtaa wa Bustani, nyumba namba 16, alikamatwa mtuhumiwa Jefferson Kilonzo Mwende, miaka 35, raia wa nchi ya Kenya, akiwa na dawa za kulevya aina ya heroin kiasi cha gramu 131.88. Mtuhumiwa huyo amekuwa akiishi nchini tangu mwaka 2023 akijihusisha na biashara ya kuuza chai kama njia ya kujifichia kwenye biashara ya dawa za kulevya anayoifanya. Raia huyu wa Kenya tumemkamata, na baada ya kumkamata na kumhoji tumebaini kwamba alikuwa anaishi nchini toka mwaka 2023, na kuishi kwake huku alikuwa amekodi pikipiki 4, lakini pia alikuwa anatengeneza chai ya maziwa akawa anasambaza kwenye maofisi mbalimbali. Katika kusambaza chai hiyo ndipo alipokuwa anapatia nafasi ya kutengeneza na kuuza dawa za kulevya. Lakini baada ya kumhoji zaidi amesema kwamba ilibainika kwamba baada ya kuwa na upungufu wa dawa za kulevya nchini, aliamua kuchukua fursa hiyo ya kuja nchini, kupanga nyumba Sinza huko na kuishi na kuanza kuingiza dawa kidogo kidogo na kuanza kuisambaza katika maeneo mbalimbali ili kujipatia kipato. Kwa hiyo tunawaomba wananchi wote wanapoona raia wa nje ambao wako kwenye maeneo yao na hawana biashara halali wanaoifanya au wana biashara zinazotilia mashaka na kuishi kwao, basi wawe wanatoa taarifa kwa mamlaka kupitia namba yetu 119 ili tuweze kuhakikisha kwamba tunawachunguza na tunabaini endapo kuna uhalifu wote wanaofanya, basi tuweze kuchukua hatua kama huyu raia wa Kenya ambaye alikuwa anaishi kwa kuuza chai, lakini pia akawa anajifichia kwa biashara hiyo ya chai kuuza dawa za kulevya. Aidha, katika mtaa wa Wireless Temeke, dawa za kulevya aina skanka pakiti 20 zenye uzito wa kilogramu 20.03 zilikamatwa zikiwa zimefichwa ndani ya balo la mitumba kwa kuchanganywa na nguo mbalimbali na kuwekwa kwenye eneo fiche la basi aina ya Scania la kampuni ya King Masai Tours lenye namba za usajili wa nchi ya Msumbiji namba AAM 297 CA, ambalo hufanya safari za kusafirisha abiria kati ya Nampula nchini Msumbiji na Tanzania. Watuhumiwa waliokamatwa kuhusiana na tukio hilo ni Amani Idi Mrisho mwenye umri wa miaka 40, mkazi wa Buza jijini Dar es Salaam, na Selemani Juma Ali mwenye umri wa miaka 32, raia wa nchi ya Msumbiji. Kwenye basi hili ambalo tumelikamata lililokuwa linasafirisha dawa za kulevya, ili basi la King Masai Tours, baada ya kulikagua tumebaini kwamba lile basi wamelikata, yaani baadhi wameng'oa viti vya lile basi wakaziba lile eneo. Kwa hiyo ukiingia ndani katika kukagua abiria utaona kama umefika mwisho, lakini kumbe nyuma yake wameng'oa viti wakaziba, alafu baadaye eneo lile walilotoa viti ndilo wakalifanya kwamba wanajaza mizigo haramu ikiwemo dawa za kulevya. Kwa hiyo lile basi ukiliangalia katika hali ya kawaida utaona liko salama, utafungua labda pengine buti, utacheki, utaona hamna kitu na maeneo mengine, lakini kumbe wameng'oa viti vya abiria wakalitenganisha mara mbili, nusu abiria na nusu eneo la kuweka mizigo. Kwa hiyo ni lori hapo ni basi la kusafirisha abiria. Kimsingi gari nyingi ambazo sio za Tanzania, hazina usajili wa Tanzania, zina namna ambazo zimeundwa kutokea katika nchi zao. Moja wapo ni hizo gari za kutokea Msumbiji, zina namna yake ambazo zimeundwa huku nyuma. Kwa hiyo sisi tunavyoita gari kwa ajili ya ukaguzi, tunaichukua kwa namna ilivyo, then tunaifanyia ukaguzi na utambuzi kwamba gari inaweza ikafanya kazi kwenye nchi yetu pasina kuathiri shughuli zingine zote za usafirishaji, hasa katika masuala mazima kubeba abiria. Utatazama gari hizi kwa nyuma kule, gari zao kidogo tofauti, zina namna ambavyo zina uwazi mkubwa kwa ajili ya kuwekea mizigo. Kwa hiyo zilizofanya modification zipo. Lakini sasa kwa sisi huku tunakuwa tunaitem kama imekuja kama ilivyo, na manufacturer kaichukua kama ilivyo. Lakini nashukuru kwa commissioner amegundua kwamba ile ni modification wanafanya, sio kwamba huwa inakwenda vile ilivyokuja, si ndivyo commissioner? Kwa hiyo kwa sababu commissioner pia ameshatualert kwamba hii ni modification na sio kwamba gari inakuja vile, kwa sababu sisi tunapotoa leseni gari ile tunatazama pia kadi ya kile chombo inasemaje. Kwa hiyo maana yake kama anafanya modification kule kwao, ina maana ile kadi pia inakuwa imetengenezwa kwa namna ambayo ina fit kile kilichopo kwa muda ule.
Kwa hiyo gari hizo zipo na tunazipa leseni na zinafanya kazi. Kwa hiyo ni hali ambayo ya kawaida, sio kwamba tumeshtuka tu sasa hivi labda kujua kwamba labda imefanywa modification kwamba tunajua sasa kumbe gari ile okay, haikuwa imekuja vile, ni modification imefanyika. Lakini kimsingi kwa tunavyoikagua, tunaikagua kama ilivyo.